2022 Mheshimiwa Rais aliridhia ikatungwa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ambayo imekuja kuanzisha tume ya ulinzi wa taarifa binafsi. Tunashukuru kwamba baada ya tume kuanzishwa, ni wajibu wa kisheria kila taasisi ambayo inasajiliwa iwe na afisa ulinzi wa taarifa binafsi. Kwa hiyo tumekuja na mpango wa kuwajengea uwezo au kuwajengea uelewa hawa maafisa ulinzi wa taarifa binafsi. Kwa hiyo kutakuwa kuna mafunzo maalum, na hii inatokana na mwamko mkubwa sana tumepokea wa usajili. Taasisi nyingi sana zimejitokeza kujisajili na tunazipongeza, na tunashukuru hizi taasisi kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Tangazo rasmi la mafunzo kujiandikisha katika mafunzo haya tutayatoa mapema wiki ijayo kupitia social media zetu, lakini pia tovuti na vyombo mbalimbali vya habari. Kwa hiyo watu wakae tayari, mapema wiki ijayo tutatoa utaratibu ni namna gani wataweza kusajiliwa. Na mafunzo haya tumeyapanga kwa namna ambayo tutakuwa tunafanya katika makundi mbalimbali, kwa sababu taasisi ambazo tumekwisha sajili ziko takribani zaidi ya 9,000. Sasa kila taasisi ina afisa ulinzi wa taarifa binafsi mmoja, lakini hatuzuii taasisi ambayo labda inataka iwafundisha ama iwapeleke zaidi ya afisa ulinzi wa taarifa binafsi ambaye ameteuliwa, inawezekana ikataka ipeleke watu zaidi. Sisi hatuzuii, na wale ambao watakuwa wanasajiliwa mwanzo ndio wataingia katika bachi ya mwanzo. Wale ambao watakuja baadaye basi watapangwa kutokana na unavyosajiliwa. Kwa hiyo unavyowahi kusajili, ina maana wewe ndio utaingia katika bachi za haraka zaidi. Na lengo letu baada ya kupokea usajili mkubwa sana kwa muda mfupi, tumeona kwamba tunataka tuwarahisishie hizi taasisi namna ya kuzingatia sheria. Kuna wengine wamesajili lakini wanasema, kwa hiyo sasa tutazingatiaje sheria? Sheria ni kweli ni mpya na kuna mambo ambayo yanatakiwa yafanyike ili uwe umezingatia sheria. Kwa hiyo haya mafunzo yatawafundisha wale maafisa ulinzi wa taarifa binafsi ni vitu gani wafanye ili wawe wamezingatia sheria. Lakini itawafundisha, kwa mfano, wanatakiwa wasajili zile taarifa za uzingatiaji kila robo mwaka. Je, katika hizo taarifa wanajaza nini? Wanazijazaje? Lakini majukumu mengine ya afisa ulinzi wa taarifa binafsi katika kuzingatia sheria ni yapi? Kuna wakati ambapo kutatokea changamoto ama kutatokea matukio ya kiuhalifu wa kimtandao kwenye taarifa za watu kwenye hizo taasisi. So ni wajibu wa afisa ulinzi wa taarifa binafsi kuhakikisha kwamba anaitaarifu tume kwa mujibu wa sheria. Atakuwa anafanyaje? Anajuaje kama kuna incident kama hiyo imetokea? Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo yataweza kuibuka katika hayo mafunzo. So mimi ndugu wanahabari, nichukue fursa hii kwanza kabisa kutangaza rasmi kuhusu utayari wetu wa kuanza ya mafunzo mapema mwezi wa 6, na wiki ijayo tutatangaza rasmi utaratibu utakuwaje. Na niombe tu kwamba taasisi zisijikite kwamba tunachukua tu wale maafisa ulinzi walioteuliwa, wanaweza wakaleta watumishi wengine kwa ajili ya kuja kupata mafunzo haya. Na nitoe wito kwamba mafunzo haya yatasaidia kuongeza ustawi wa haki ya faragha na usalama wa taarifa za watu, na pia itasaidia Tanzania sasa tuweze kuingia rasmi katika ule hali ya ulimwengu wa kistaarabu, ulimwengu wa kuhakikisha kwamba faragha ya watu, utu wao na heshima ya kila mtu Tanzania inalindwa, kwa sababu kwa bahati mbaya heshima zetu zipo katika namna ambavyo taarifa zetu zimehifadhiwa. Kwa hiyo maafisa ulinzi wa taarifa binafsi wa hizi taasisi wanapokuwa wanajua namna ya kuzitunza na namna ya kuzilinda taarifa hizi, wanaongeza usalama wa taarifa, usalama wa raia wetu, na kikubwa zaidi inaongeza usalama wa taifa letu. Taarifa za wananchi wetu na taarifa za watu ambao Tanzania zisipotumika vizuri, basi hata nchi yetu inakuwa hatarini. Labda ni washukuru kwa maswali ambayo ndugu zangu mmewauliza, na niende straight na swala kwanza la Bwana Fred kutoka Uhuru.
kuhusu ya hatari gani inaweza ikawepo endapo taarifa hazitalindwa. Hatari ziko nyingi, lakini nitataja chache tu kwa mantiki ya kuweza kuwa katika sura moja ama kurasa mmoja. Hatari ya kwanza ya taarifa za watu kutokulindwa, ya kwanza ni kwamba taarifa hizo zinaweza zikaenda katika mikono ya watu wasiokuwa na nia njema na hao wahusika. Ina maana kwamba taarifa hizo zikienda katika mikono ya watu wasio na nia njema, wanaweza wakazitumia kwa ajili ya kumuumiza huyo mhusika. Hii tunaweza tukaiona katika uso ama sura ya kisiasa, lakini pia tunaweza tukaona katika sura ya kibiashara, lakini pia tunaweza tukaona hata katika sura ya kimahusiano mtu mmoja mmoja. Lakini taarifa zisipolindwa, wakati mwingine anaweza akaja mtu akazibadilisha. Kwa mfano, wewe utakiwa upate labda nafasi alama fulani ili uweze kuruhusiwa kuajiriwa katika taasisi fulani. So zisipolindwa, ina maana kwamba ile alama yako inaweza ikabadilishwa na mtu akakosa haki yake ya kuweza kupata ajira ambayo huenda alikuwa ana qualify. Kwa hiyo hayo ni machache tu, lakini kuna madhara mengi sana ambayo yanaweza yakampata mhusika endapo taarifa zake hazitolindwa ama hazitotunzwa katika utaratibu mzuri. Ndugu yangu kutoka Azam, nadhani Ahmed, aliuliza kwamba kutokana na matukio ambayo yamebainika hivi siku za karibuni, akaunti hizi za mitandao ya kijamii kuchukuliwa na kutumiwa na watu wasio wenyewe. Sasa hili pia nalo linagusa katika upande wa ulinzi wa taarifa binafsi, lakini ukiliangalia haswa ni kosa la kimtandao, kwa sababu hiyo kitu kinaitwa impersonation, yani kwamba wale wanachukua utambulisho ambao sio wa kwao na wanajaribu kuchafua ama kuposti vitu ambavyo sio vyenyewe. Kwa hiyo kimsingi ni kosa la kimtandao, lakini linaweza likasababishwa kutokana na wale ambao labda wana dhamana ya kusimamia ile akaunti wasipokuwa wanazingatia hii misingi ya ulinzi wa taarifa binafsi. Kwa hiyo kama haya mafunzo ambayo tunakwenda kuyafanya yatasaidia sasa kuwaeleza ama kuelekeza wale watumiaji wote na wanaosimamia hiyo mitandao ni namna gani ya kuhakikisha kwamba yanakuwa salama na hawawezi kuingia katika changamoto hizo za kuibiwa akaunti na kusababisha changamoto ambazo tumeziona hivi siku za karibuni.